Baadhi ya vijana wanaonekana kutojali au kufumbia macho tatizo hili kutokana na kukata tamaa ya maisha. Kwa kutambua tatizo hilo, TAKUKURU inatoa elimu kupitia njia mbalimbali, mfano semina, mijadala ya wazi, mikutano ya hadhara, vipindi vya redio, maonyesho, nyimbo, ngonjera, maigizo, mashairi na njia mbalimbali kupitia televisheni, kupitia mitandao ya kijamii, ili elimu hiyo iwafikie watu wengi kwa haraka na kwa muda mfupi, ili kuhamasisha jamii kushiriki katika mapambano hayo. Ndugu mgeni rasmi, kwa kutambua umuhimu wa wadau na ili kutekeleza sera ya nchi ya kutovumilia rushwa au uvumilivu sifuri dhidi ya vitendo vya rushwa, zero tolerance against corruption, TAKUKURU katika kazi zake mbalimbali imekuwa ikishirikisha makundi mbalimbali likiwemo kundi hili la vijana ili kueneza elimu ya rushwa katika jamii. Imewafikia na kushirikisha kundi la vijana katika mapambano dhidi ya rushwa kama ifuatavyo: kwa kuanzisha klabu za wapinga rushwa shuleni, katika shule za msingi, sekondari na vyuo ili kukuza uelewa wa dhana ya rushwa na madhara yake, kuwajenga vijana kimaadili ili waichukie rushwa wakiwa bado wadogo, lakini tunatambua kwamba hawa vijana leo, lakini kesho kutwa wao ndio watakuwa wazazi, watakuwa na watoto. Kwa hiyo wao wakifundishwa kuhusiana na swala zima la kukataa rushwa na namna gani rushwa inatokea, kwamba wamesisitizwa wawe waadilifu, tunaamini na wao watawalea watoto wao katika makuzi mema ya kuwa kizazi chenye uadilifu wa kutosha, na kwamba taifa letu litapata watumishi bora ambao watakuwa wanazingatia maadili ya utumishi bora, utumishi wa umma na kutoa huduma bora kwa wananchi watakao wahudumia. Nina mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni kuwapongeza washiriki wote, jipigeni makofi makubwa matatu. Hongereni sana. Lakini jambo la pili, hizi habari ya rushwa ni adui wa nini? Wa haki. Mmekuwa mashuhuda katika kuleta nyimbo pamoja na kuandaa nyimbo, ngonjera pamoja na maigizo. Ni vizuri sasa nyinyi mlioleta vitu hivi mkawe darasa linalotembea. Itakuwa haipendezi DBC tumefanya yote haya, lakini bado nyinyi mkawa sio darasa linalotembea. Tunawashukuruni sana kwa kushiriki katika nyimbo, ngonjera na maigizo. Mkatusaidie sasa katika maeneo yenu ya shule mnakotoka, ili haya tuliyoyafanya yakawe na mchango mkubwa katika jamii yetu. Lakini msiishie hapa tu, elimu hii pia muipeleke katika makazi ambako mnatokea nyote, ili sasa elimu hii iweze kuwafikia jamii nzima. Mambo mawili ya mwisho. Jambo la kwanza ni kusoma. Mimi ukiniona hapa ni zao la shule za kata, zao la shule za kata. Kipindi kile zinaanzishwa. Maisha ya kusoma yanataka nidhamu. Kama utakuwa hauna nidhamu kwenye kusoma, huwezi ukafika mbali. Kwa hiyo jitahidini sana, na Biblia imeandika mshike sana elimu, simwache aende zake. Nasema ni heri kuamini Mungu yupo, ili siku ya mwisho hata ukimkosa usiwe na nini kwa sababu. Kwa hiyo miaka michache ijayo sisi tutakuwa hatuna uwezo wa kusimama tena hapa mbele. Wengine tutakuwa tumestaafu, inawezekana wengine pia duniani tusiwepo. Sasa nchi hii itajengwa na nyinyi. Kwa hiyo madaktari watatoka hapa, walimu watatoka hapa, askari watatoka hapa, na watumishi wa kada mbalimbali za serikali watatoka hapa. Mjipigie makofi. Na huwezi jua
Yawezekana pia miaka ijayo rais akatoka katika kundi hili leo. Pigeni makofi mengine matatu. Kwa hiyo tuwatakeni kila la heri katika masomo yenu. Jitahidini sana, msome. Yale ambayo sio ya kwenu kwa sasa hayana mchango. Kwa majina anaitwa Mwalimu Ashura Matemelela kutoka shule ya sekondari Mwangaza. Hii tamasha letu la kupinga rushwa, la kupinga na kupambana na rushwa ni zuri sana kwa watoto, kwani inawajenga watoto kutambua kwamba kuna rushwa, kwani hata wakiwa watu wazima huko wajue kwamba kuna haya mambo yanaendelea kutokea, na kujua kwamba sehemu mbalimbali rushwa zinatokea, sio tu maofisini bali ni sehemu mbalimbali, hata wakiendelea na vyuo vikuu huko, hata elimu ya juu zaidi na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo basi kupitia tamasha hili inawafanya watoto wawe kama mifano, na pia ni elimu inayotembea kwao, kwani wanaweza kuwaelimisha wazazi, ndugu na jamaa huko mtaani, pia hata marafiki zao. Hivyo tunaomba serikali iendelee kwamba kulitoa hili tamasha kwa muda kila baada ya miezi mitatu, nadhani itakuwa ni vizuri, kwani watoto wanajifunza kulingana na hivi vitu vidogo vidogo ambavyo vina entertain. Wanaona kama ni kitu kingine tofauti sana, ni rahisi kwao kuweza kuweka vichwani pia. Lakini tunaomba kama tungekuwa tunabadilisha ili wote waweze kupata haya mafunzo, japo ni klabu, lakini ingependeza zaidi tukawabadilisha kidogo, ili wengine nao waweze kupata mafunzo kwa namna moja ama nyingine, japo hawa wanaweza kufikisha ujumbe, lakini pia tukibadilisha nao wengine wanaweza kupata ujumbe zaidi na jumbe zitasambaa zaidi. Kwa majina naitwa Brandina Albina, ni mwanafunzi wa Lunga Sekondari kidato cha 3. Kwa mimi upande wangu naona rushwa inaweza ikaathiri taaluma yangu. Kwa mfano, kuna wakati unakuta labda wanafunzi mnakaa mbali, alafu mwalimu anasema muwai. Alafu mfano mwalimu anaweza akasema kwa wale ambao hawajawahi mnampa hata hela ili asiwaadhibu, na usipotoa unaweza kuadhibiwa. Kwa hiyo rushwa muda mwingine inaweza ikaharibu taaluma yangu. Na kuna wakati ambapo unakuta mwanafunzi anaambiwa atoe rushwa labda ili awe anawekewa vizuri kwenye ufaulu wake. Kwa hiyo rushwa inaweza kuniathiri mimi ambaye yani sina uwezo. Mimi ninachoshauri tu rushwa itokomezwe, tushikane mikono kuzuia rushwa ili kujenga maendeleo mazuri ya Tanzania.